Hebu tuangalie kwa umakini, tujaribu kujifunza kipindi cha 8 cha mwezi, kipindi cha mwisho, ambacho kipindi cha mwisho unaingia kwenye new moon. Kipindi hiki kinaitwa kwa Kiingereza waning crescent. Kwa Kiswahili tunasema ni mwezi mchakavu. Ili kwa lugha ya kitaalamu wanaitwa balsamic lugha hiyo ya Buddhism. Lakini sipo hapa kuongea hizo lugha za kitaalamu. Tuna Kiswahili chetu, Kiswahili tukufu, kwa tunatumia lugha ya Kiswahili, lugha yetu tukufu, Kiswahili. Unaweza kutazama anga katika kipindi hiki kama mna mawingu. Mwezi sasa ni mchilizi mwembamba sana, karibu utoweke kabisa. Huu ndio mwezi ambao tunasema ni mwezi mchakavu. Ni mwezi ambao tunasema ni mwezi mchakavu, lakini mtu ambaye hana ufahamu huangalia mwezi na kuona ni jambo la kawaida, na ni kuona tu ni mwezi tu unang'ara, unatoa nuru, upo tu. Lakini mtu mwenye ufahamu anapata ishara ya kwamba unatakiwa kufanya kitu gani katika kipindi hiki, na anapata kumbukumbu akiwa na masomo haya kwamba ni vitu gani ambavyo akivifanya katika kipindi hiki anakuwa na support ya nguvu za asili. Yani anakuwa anafanya, anaendana na asili. Unajua kufuata ratiba za mwezi sio issue, lakini tunakuwa tunavizia ni wakati gani ambao ulimwengu utakusupport kile unachokifanya. Ni wakati gani ambao ulimwengu utakusupport kile unachokifanya. Kwa sababu mambo ni mengi. Kuna watu wanaenda wanachukua mizizi, wanatengeneza mitetemo ya kuzuru wengine. Lakini unapofanya mambo katika vipindi vya asili, unakuwa na kinga ya asili. Mtu anaweza kujaribu kuzuia biashara yako, akapata changamoto yeye mwenyewe. Akijaribu kuzuia, wewe unakuwa hata hujui. Kwa sababu anakuwa anajaribu kupambana na asili. Yani ndio maana tunajifunza haya masomo. Mimi nieleza hili kwenye kipindi cha mwisho hiki cha mwezi. Ndio maana tunajifunza haya masomo, kwa sababu wewe mwanadamu ni mtu wa kubadilika kihisia. Lakini unatakiwa ubakize jambo ambalo hata usipokuwepo liwe na nguvu ya asili. Watu walitazame kwa jicho la tofauti. Hata wewe mwenyewe ukilitazama muda mwingine uko umejisahau, useme sijui nilipigaje hapo. Ndio kitu tunachokitafuta. Issue sio kwamba tunajifunza tu kiholela. Tunatafuta support ile ya asili, nguvu ya asili. Mababu zako wenyewe wakusimamie katika jambo lako. Ulimwengu wenyewe ukushuhudie katika jambo lako. Asitokee mtu wa kuzuia jambo lako. Hata kama haujaenda kutafuta mzizi, hata kama haujaoga mzizi, ila ukifanya jambo katika vipindi vya asili linakuwa na baraka za asili. Ndio kitu kikubwa kinachofanya tujifunze masomo haya, kama ulikuwa ufahamu. Na kama ulikuwa ndio umekutana na somo hili kwa mara ya kwanza, fuatilia masomo mengine yaliyopita huko nyuma yanayohusiana na vipindi vingine vya mwezi. Ukianzia na utangulizi zile 3 za kwanza. Nilikuwa nimeongea zile tangulizi 3 za kwanza kwa uzito kabisa. Tunasema unakuwa ni mchilizi mwembamba na unakuwa karibu utoweke. Huo ndio tunaoita mwezi mchakavu, waning crescent, unaojulikana pia kama awamu ya balsamic. Ikiwa hatua ya 7 ilikuwa ni kusambaza mwangwi. Basi hatua hii ni hatua ya 8 na hatua ya mwisho kuelekea ni hatua ya 8 ya usafishaji kabisa na toba ya kiroho. Kumbuka tulijifunza kwenye robo ya 3 kwamba pia tutakuwa kufanya toba, usafishaji na toba ya kiroho. Hapa ndo tunakuwa tunamalizia sasa toba yetu. Tutakuwa tunamalizia toba yetu ili tuweze kuwa wasafi tunapoingia kwenye uumbaji mkuu, tunapoingia kwenye upandaji sasa, kusimika jambo. Siku ya kusimika jambo lako kwenye asili. Nilikuwa nimekufundisha vizuri kwa undani kabisa kwamba unasimikaje jambo
kwenye asili. Nilikuwa nimekusimulia vizuri kabisa. Nilikuwa nimekusimulia kwa upendo na sio kwa wivu. Nilikusimulia kwa upendo mkubwa kabisa. Nilikusimulia kwa upendo mkuu. Wewe saizi umekuwa ni mwalimu katika jambo hili la mwezi. Na kama wewe ni mwalimu, basi mwalimu anajua kuwa huwezi kuingia kwenye mzunguko mpya ukiwa na mizigo ya mzunguko uliopita. Lazima ufe. Lazima ufe kifo cha kiroho. Lazima ufe kifo cha kiroho sasa ili uweze kuzaliwa upya kesho mwezi mwandamo. Mwezi mwandamo utakapofika, ni lazima uweze kukubali haya maneno ninayokuambia. Ni lazima uweze kuyakumbuka haya maneno ninayokuambia, kwamba unapoenda kuingia kwenye mwezi mwandamo ni lazima uwe umeshafanya toba. Kwa sababu mwezi unapokuwa unang'aa, hisia zetu huwa zipo juu juu. Kuna muda tunafanya mambo, tunapitiliza, tunavuka mipaka kwa sababu ya hisia zile tunakulupuka. Sasa katika kipindi hiki, kwamba mwezi ukianza kuelekea giza, inakupa nafasi ya kuanza kurudi ndani taratibu taratibu, kujitafakari kwamba nilikosea wapi, ni kitu gani ambacho kilikuwa imara. Ni wakati ambao hautakiwi kujishikamaniza na kile ulichokuwa umekifanya katika mwezi ulivyokuwa unang'aa. Si unajaribu kunielewa? Naomba ujaribu kunielewa kwamba tunapokuwa kwenye new moon, ngoja nipige samale hapa. Tunapokuwa kwenye new moon, mwezi giza, tunakuwa tunapanda mbegu. Yale mawazo ambayo tulikuwaga tunayawaza tufanye hivi na hivi, hiyo siku ya new moon ndio siku ya kukaa na kufikiria katika ulimwengu wa kiroho, kwamba kama ulikuwa unatamani kujenga nyumba, basi ukae uhakikishe umejenga taswira ya kwamba umeshajenga nyumba tayari. Kwa maana kwa kufanya hivyo unakuwa tayari umeshagonga muhuri kwenye ulimwengu wa kiroho kwamba umejenga nyumba. Na hata iwaje, asili ina jukumu hilo la kuhakikisha nyumba yako inajengeka. Haijalishi itakuwaje, sijui hela utapata wapi, sijui itakuwaje, wewe kuwa mpole. Kuwa mpole, nyumba umeshaijenga kwenye ulimwengu wa kiroho. Na kitu chochote tunachokiona kwenye ulimwengu wa nyama kinatoka kwenye ulimwengu wa kiroho. Mchawi anakuloga kwenye ulimwengu wa kiroho kupitia ndotoni, atakupa manyama, atakupigisha mikataba ukiwa umelala huko kwenye ulimwengu wa kiroho. Na wewe utaamka, siku ya kwanza hautagundua, siku ya pili hautagundua, siku ya ngapi hiyo ndio mtetemo ule aliyokusajili nao utaanza kufanya kazi na kukuathiri. Kwa hiyo hii habari tunapoiongea kwamba ni kipindi ambacho unatakiwa kuingia kwenye toba na kujisafisha. Mwezi unapokuwa unaanza kuingia kwenye giza taratibu taratibu, unakupa nafasi ya kujisafisha ili ikifika siku ya kupanda vitu vipya, kufikiria kwamba nataka nijenge nyumba, nataka nifanye biashara ya madini, niwe na madini mengi ndani kwangu, niwe na mashamba mengi, niwe na mifugo mengi. Uone hiyo mifugo yako. Kipindi unachokuwa unafanya hivyo, uwe ni msafi. Kwa ndicho ninachokimaanisha. Kwa kitu cha kwanza hapa kwenye Warning Crescent, tunaangalia asili ya utafiti wa ndani. Katika kipindi hiki, nishati ya ulimwengu inarudi ndani kabisa. Ni wakati ambao mwezi unakuwa umepoteza nguvu zake. Hauwezi tena kuasili hisia zetu. Hatuwezi tena kuona na ule mkulupuko ule mihemuko ya kihisia za juu. Yaani kihelehele kinapungua. Ni wakati ambao kila mtu ana kihelehele katika kipindi cha full moon. Kihelehele kinakuwa ni kikubwa sana katika mambo. Unakuwa unaongea mambo ambayo hata hujaulizwa kama usipokuwa unajizuia. Sasa katika kipindi hiki watu wengi wa mtaani hapa huanza kujihisi ni wapweke, wenye uchovu. Unaweza kupata jeuli kipindi cha full moon, ukawa unatuma jambo twako tumeenda vizuri sana. Basi hisi, yani kama nilivyokuambia, si utajikuta unatamka maneno, utanifanya nini? Utanifanya nini wewe? Au kama wewe na mwanamke unasema, kwanza wewe hata ukienda tu mimi sina shida na wewe. Wewe nenda tu, mimi najiweza mwenyewe. Yani unapata kiburi. Yani kipindi cha full moon, kipindi ambacho mwezi unang'aa, ni kipindi cha ajabu sana. Migogoro huwa inakuwa mingi sana. Kama ni upendo huwa unakuwa ni mkubwa sana. Kama ni msamaha, kama kuna ishara ya msamaha huwa unakuwa ni msamaha wa dhati kabisa, kwa sababu kutoka moyoni. Kama ni shukrani huwa inakuwa ni shukrani ya dhati kabisa kipindi cha full moon. Lakini kama ni chuki huwa inakuwa chuki kweli.
Kama ni wivu unakuwaga ni wivu kweli. Yaani wivu kweli unaoonekana. Kwa sasa katika kipindi hicho mtu unaweza kupata majivuno, mtu unaweza kubebwa na hisia kajikuta unatamka tu. Sasa katika kipindi hiki watu wengi wa mtaani huwa wanajihisi wapweke. Akili ndio zinaanza kuwasogea kwamba lakini kile nilichofanya nilikosea. Ndio tayari sasa kama ni mke anakuwa ameenda, kama ni mume anakuwa ameenda, kama ni nini umekuwa umepoteza, kama ni marafiki unakuwa umepoteza marafiki kutokana na kauli zako, kutokana na jeuri ya full moon, kujiona umejipata umefika. Kwa hiyo mtu unaanza kujihisi mpweke. Kama ulikuwa hujafanya jambo lolote ambalo ni la kutisha, basi unaanza kujihisi ni mtu ambaye una hekima zako. Watu wa mtaani, tunasema watu wa mtaani wanakuwa wapweke kwa sababu watu wa mtaani ambao hawana elimu ya ufahamu, wenyewe wanasema maisha ndo haya yalivyo, ndo hivi. Leo nipo, kesho sitakuwepo, nikula maisha, nikula bata. Kwa hatua hawa kipindi hiki huwa wanakuwa ni wapweke sana, na wasijue ni kwa nini. Kwa wapweke, wenye uchovu au wenye huzuni isiyo na sababu. Anakuambia, unaweza kukutana na mtu akakwambia bana sina cha kunifurahisha, sasa nianze kufurahi nini? Unakuta mtu ulikuwa unacheka naye wiki zilizopita, unakuta siku hizi amekuwa mtulivu na shangaa. Lakini mwezi ukija tena anakuwa tena na machachari vile vile. Kwa hiyo unakuta mtu anaenda tu, yani hata hajielewi. Haelewi kwa nini anajisikia huzuni, haelewi kwa nini amekuwa muongo, haelewi kwa nini amefanya umbea, amesababisha madhara fulani katika maisha ya watu, anakuwa haelewi. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu unatakiwa kukielewa. Kitu ambacho lakini wewe ambaye ni mjenzi sasa hizi unakuwa unajua kuwa huu ni mchakato wa kuyeyusha. Huu ni mchakato wa kuyeyusha, umepewa nafasi ya kuyeyusha. Unatakiwa kuvunjwa kwa ego. Kile ulichokivuna, mafanikio uliyoyapata na sifa ulizopewa wakati wa mwezi mpevu, vyote ni lazima uviache sasa. Usijione kuwa wewe ni mkubwa kwa sababu mafanikio, usijione kama wewe ni mkubwa kwa sababu ya mafanikio ya mzunguko huu. Rudisha utukufu wote kwa asili. Ndio maana nakwambia kila kitu ulichokiumba kiache kilivyo. Wewe ni mwenye uwezo mkubwa. Kile kitu ulichokiumba ni kitu kadogo sana ambacho hutaki kujivuna naye. Wewe ni mkubwa kuzidi ako kitu ulichokafanya. Kwa hiyo hutaki kujivuna. Hiyo ni ego. Ego ni pale kuona kwamba uko tayari kufia yale mafanikio yako. Basi wewe uko tayari kumfanya mtu kitu chochote kuhusiana na mafanikio yake. Lakini mtu aliyeamka mwenye ufahamu, hata kama ana kipande kimoja cha dhahabu akakidondosha kwa bahati mbaya katika mazingira ambayo hawezi kuanza kuhangaika kukitafuta, basi huwa analizika na roho yake haimuumi. Hana tamaa, anaamini kwamba hichi kitu kimepotea, kuna sababu ya hichi kitu kupotea. Itakuwa nikubaliane, ndivyo asili ilifanya. Ndio alilifanya. Katika kukuwa na akili kama hiyo, unakuwa unashinda ego. Au wewe una biashara kubwa, afu mtu anakutishia kwamba mimi nitakuulia biashara yako wewe. Nitakuulia biashara yako. Sio kitu, ni kitu ambacho hutakiwi kukiunganisha nacho. Sasa watu wengi wao wanafanya makosa. Anakuwa amejishikamaniza na biashara yake. Kwa hiyo ukigusia tu biashara yake, anapata pressure na ugonjwa wa moyo. Sasa wewe hutakiwi kuwa mtu wa namna hiyo. Kitu unachokitengeneza usifungamana nacho kwa namna hiyo. Hata kikienda, acha kiende tu, kwa sababu wewe una uwezo ndani yako wa kuumba kitu kingine hata kikubwa kutokana na hicho, tena kwa uzoefu mkubwa. Kwa hiyo ndako ufikirie hivyo kwamba mimi nina uwezo wa kutengeneza kitu kingine kama hiki, kikubwa kushinda hiki. Kwa hiki hata kikienda mimi siwazi, kwa sababu uwezo upo ndani yangu. Tofauti na uwezo wa kununua. Tofauti na uwezo wa kwenda kununua kwa mganga kumiliki biashara. Hiyo biashara unayopambania ikifo, unasikia maumivu mpaka kwenye manamili yako. Unasikia maumivu yanavuta hivi kwenye nanili yako huko chini, yanavuta hivi. Chini kabisa ya uvunguni wa kichwa huko yanavuta hivi. Umeona bwana? Chini uvunguni kwenye moyo huko yanavuta hivi. Kwa hiyo ni ego. Achana na hiyo ego. Fikiria kwamba wewe ni mwenye uwezo, unaweza kuumba kitu kingine kikubwa kuzidi hichi ambacho kinataka kupotea. Achana nacho. Rudisha utukufu wote kwa asili. Kwamba kama nimeweza kufanikisha hili, basi hiki hata kisipokuwepo, basi mimi nimekuwa ni mtu mkubwa na mtu wa ajabu ambaye naweza nikafuata mchakato ule nikatengeneza kitu kingine kama hiki. Kwa ndio jinsi ya kurudisha utukufu kwa asili.
Toba ya kiroho, huu ni wakati ambao ndio tunamalizia sasa toba yetu kama tulivyojifunza kwenye robo ya 3. Toba hapa sio kulia kwa dhambi, bali ni kurejea kwenye msingi, ni kuomba radhi kwa nafsi yako, hekalu lako, pale ulipoingiza hofu au pale uliposhindwa kufuata uwiano kwa usahihi. Ni lazima ujitafakari kama nilivyokuwa nimekwambia. Mtu mwenye ufahamu wa kiroho hana tabia ya kujivuna. Hana tabia ya kujivuna, hana tabia ya kujiona kama yeye ndo anajua. Haijalishi umri kwa sababu kuna watu wengine ni wadogo lakini kwenye kiroho wao ni wakubwa kushinda wewe. Kuna watu wamezeeka lakini nafsi zao ni changa. Na kuna watu ni wadogo lakini nafsi zao ni kongwe. Kwa unatakiwa kuheshimu kila kiumbe kama vile ambavyo wanyama porini huwa wanaheshimiana mamlaka zao. Hata kama ni simba mdogo, hata kama ni simba mkubwa, hawana uonevu ule. Yaani tafakari jinsi wanyama wanavyoishi kwenye mwituni. Wanyama wa mwituni wanavyoishi, kila mtu anaheshimu mamlaka ya mwenzake, kwenye kwamba anaishi wote kwenye poli moja. Kwa hiyo lazima ujitafakari. Lazima uweze kujitafakari. Ulikosea nani? Usiseme kwamba ule mtu ni mdogo, hata kama nilimkosea hana cha kunifanya. Usiwaze kama hivyo. Hata kama ulikosea ni kiumbe ambacho hakiongei. Jisikie kwamba ulikikosea na ufanye toba kwenye moyo wako kwamba ni kweli nilikosea, nilipitiwa kutokana na hivi na hivi. Lazima ukubali, ukiri. Ndio toba ya kweli. Toba ya kweli ifanye ukiwa mwenyewe. Ifanye ukiwa mwenyewe, pale hutasikia aibu kwamba ni kweli hapa mimi nilikosea. Ni kweli mimi nilikosea. Hiyo ni toba ya kweli. Lakini unatakiwa kupata utulivu wa kabla ya mimba. Ni lazima ujiambie, lazima ujipe utulivu wa kwanza kabla hujaingia kwenye new moon. Kabla hujaingia kwenye new moon. Utulivu kabla ya mimba, huu ni wakati wa ile new moon nilikwambia ni mimba ya uumbaji. Kwa ninaposema utulivu kabla ya mimba, namaanisha utulivu kabla ya new moon. Huu ni wakati wa giza la kabla ya alfajiri. Ni muda wa kunyamaza. Ni muda wa kunyamaza kabisa. Usijaribu kuwaza jambo jipya sasa. Utashindwa. Ardhi inahitaji kupumzika sasa. Usijaribu kufanya mambo katika kipindi hiki. Yaani usijaribu kuanzisha jambo jipya katika kipindi hiki. Tunajifunza hivi. Hizi sayari unazoziona, kila sayari inaongoza hisia fulani. Kila sayari huwa inakuwa inaongoza hisia fulani. Kwa tulivyokuja kujifunza habari ya mwezi, hivyo tutakuja kujifunza habari ya sayari nyingine. Kwamba katika vipindi gani, sayari ikiwa wapi, tutakuwa tufanye kipindi gani. Kama ambavyo ukisoma kwenye vitabu vya kale, hata Waisraeli walikuwa wanapigana kwenye vitabu vya dini. Walikuwa wanafuata majira kwenda kupigana vita. Walikuwa wanafanya vitu kwa majira. Kwamba Mwenyezi Mungu amesema saizi usiende. Mungu wa vita amesema usiende vitani, utaenda kupigwa. Subiria mpaka wakati fulani, ukienda vitani utaenda kushinda. Umeelewa? Jifanye tu ni mjinga katika kipindi hiki, kuwa tu mnyenyekevu, lakini subiri wakati fulani. Kama ni kujificha saizi jifiche, kwa sababu ukienda vitani hautashinda. Kwa hiyo kuna muhimu wa kufuata haya magimba, yanasaidia sana. Sio bure walivyoandika hivyo kwenye vitabu vya dini. Sio bure, kila kitu huwa kina wakati na majira yake. Sasa tunatakiwa kusafisha vile katika kipindi hiki. Tunakuwa ni muda sahihi wa kusafisha na kuandaa udongo. Hapa ndipo tunazungumzia juu ya nafasi ya bure. Tunazungumzia utupu. Ni lazima uandae utupu. Lazima uandae shamba. Uweze ukapanda kwenye magugu. Ni lazima uandae utupu kwamba yani uwe na utayari wa kupokea, uwe na utayari wa kujenga. Usafishe uwanja kwamba nyumba yangu, ni lazima ukae utafakari siku moja kabla ya new moon kwamba nataka kujenga nyumba. Lakini ili siku ndio siku ya kuvisualize. Ndio siku ya kutafakari kiwanja ambacho bado hakijawa na nyumba. Ukione kwenye fahamu zako kwamba kiwanja changu ni kile, pale ndipo nitakapojenga nyumba. Ni siku ya kutafakari ramani yako kabla ya kuanza kujenga. Ili kesho ukija siku ya new moon,
siku ya new moon ikifika uanze ujenzi kwenye kiwanja chako. Ndio hii nafasi Warning Crescent ndio katika kipindi hiki ambacho kina baraka ya kusafisha shamba kwa ajili ya kuja kuunda au kupanda kitu kipi. Ili uweze kupokea data mpya kwenye mzunguko unaokuja, ni lazima uifute ile data ya zamani. Unatakiwa kufanyaje? Unatakiwa kusamehe na kuachilia. Je, kuna hasira iliyobaki moyoni mwako? Je, kuna mtu alikukwaza wakati wa harakati za ujenzi? Je, wote hao unatakiwa kuwasamehe sasa hivi. Nilikuwa nimeongea hapa habari ya uwanja ambao hauna jengo. Lakini chukulia kwa mfano ulikuwa umevisualize nyumba tayari imeshajengwa. Sasa huu ni wakati wa kusema kwamba nitakuwa nifanyie mabadiliko wapi. Pale ambapo natakiwa wafanyie mabadiliko, unatakiwa upaone katika kipindi hiki. Hata kama ni ujenzi ambao tayari ulikwisha fanyika, unatakiwa upaone katika kipindi hiki kwenye mawazo yako, yani upaone kwenye taswira zako. Kwenye taswira zako za maono ya ndani, upaone kwamba okay, kama ni nyumba basi pale nataka nipabomoe. Sasa pale pa kubomoa nitakuwa upaone katika kipindi hichi, ili ikifika new moon uje uone jinsi panavyobomolewa, jinsi palivyofanikiwa kubomolewa. Basi katika kufanya hivyo unakuwa umemalizana na hayo mambo kwenye ulimwengu wa kiroho, na usubirie tu majibu kwenye ulimwengu wa nyama, kwa sababu huwa yanakuja automatic. Mafundi watakupigia sana simu, bwana vipi, hauna deal siku hizi? Hauna deal? Alafu bwana nilikuwa nataka nikupigie hivyo. Unakuwa unajua labda ni vitu vinaenda. Kumbe wewe tayari umeshafanya mambo yako kwenye ulimwengu wa kiroho. Unatakiwa kuwasamehe watu sasa hivi waliokukosea. Unatakiwa kuwasamehe sasa hivi. Usibaki na kinyongo chochote. Maana yake sasa utashindwa kufanya mambo ya maana. Usibaki na kinyongo chochote. Maana kinyongo ni kirusi. Kinyongo, ufahamu wa elimu za kiroho, ni kirusi kitakachoharibu mbegu yako mpya kwenye mwezi mpya ujao. Lakini unatakiwa kufanya usafi wa mazingira. Pamoja na kuachilia, unatakiwa kufanya usafi wa mazingira. Safisha nyumba yako, safisha ofisi yako. Ondoa kila kitu kilichovunjika au kisichotumika. Hii ni alama ya kimwili kuwa uko tayari kwa ujio wa nishati mpya. Katika mambo ya kimwili, unaweza kufanya usafi kwenye nyumba yako kama ishara ya kujiandaa kupokea mambo mapya. Unaweza kufanya, na nilikutumieni ile kalenda ya mwezi wa mwaka huu wote, kwamba jinsi vipindi vya mwezi vitakavyoenda, kwamba Xingibos kutakuwa na, huwa kuna vipindi, ukiachana hivi vipindi vidogo vidogo, huwa kuna mwezi mpevu, super mwezi mpevu. Huwa kuna kipindi kinaitwa super mwezi mpevu, super mwezi mpevu. Unanielewa? Huwa kuna kipindi kinaitwa super mwezi mpevu. Hicho kipindi inakuwa ni kipindi ambacho siri zinavuja sasa kwa lazima. Ni kipindi ambacho kama ni msamaha unakuwa ni msamaha kweli. Yaani ni high peak. Yaani si nikwambiaje? Ni kipindi ambacho mwezi unakuwa ni full moon kabisa. Lakini huwa kuna super new moon. Kama kuna jambo gumu ambalo unataka kulipanda, unatakiwa uangalie kwenye kalenda yako ni kipindi gani ambacho wameandika super full moon. Super full moon. Unatakiwa uangalie. Kwa hiyo wakati huu wakati wa kusafisha mazingira, safisha nyumba yako ili uweze, ni kama ni ishara, ni kama unatuma ishara ya uko tayari kupokea jambo lingine. Hisi kama kuna mzigo mpya tayari unakuja kesho. Kwa hiyo unasafisha, unapanga vizuri ili ukija upate pa kuweka. Hata katika mazingira yako ya nyama ya kawaida, fanya usafi ndani kwako, fanya usafi mazingira. Ifika muda ujioni, utulivu, kaa uweke utulivu wa kutafakari jambo fulani. Somo hili limekuwa refu, ni somo la mwisho. Lakini katika kipindi hiki pia nimekwambia unatakiwa usafishe mazingira yako, ondoa kila kitu kilichovunjika na kisichotumika. Hii ni alama ya kimwili kwa uko tayari kwa ujio wa nishati mpya. Lakini kitu kingine, tiba ya mapumziko, recovery. Lala sana, kunywa maji mengi na ukae peke yako. Kwenye vitabu vya dini wameandika Mungu, lakini mimi nasema asili
au kama ni mtu wa mshabiki wa dini sana ambao bado hujatoka kwenye hiyo imani ya kimungu, nikwambie kwamba Mungu anazungumza na mwanadamu katika ukimya wa mwezi mchakavu. Ukiwa na utulivu, utaanza kupata mawazo mapya, utapata sauti. Utapata sauti. Sio, unanielewa? Lakini hebu tuangalie siri ya kunoa mkuki, sharpener. Mwindaji asiyepumzika huwa anakosa shabaha. Leo ukiwa mwindaji ambao unawinda tu muda wote, inaweza katokea ukakosa shabaha kutokana na kuchoka. Wakati huu wa mwezi mchakavu, mwezi kipande kuelekea new moon, mwindaji ambaye ni wewe. Mwindaji, ninaposema mwindaji, hii mwindaji nimeandika kwenye kitabu cha Uwezo Wako wa Vitendo. Ninaposema mwindaji namaanisha mkamata mawazo. Yaani mawazo ni taarifa ambazo huwa zinakuwa zinapita pita kwenye kichwa chako. Sasa wewe ni mwindaji wa mawazo. Ikikatisha tu unainasa, unaiandika kwenye daftari. Siku umepata utulivu, unaitafakari, unaiunda, unaijenga kamili. Siku ya new moon unaipanda. Safi kabisa. Alafu unaanza kusubiria matokeo kwenye ulimwengu wa nyama. Hata atokee mchawi wa namna gani, atakuita wewe ndio mchawi wakati hujafanya hata chochote cha mzizi. Kwa ninaposema mwindaji katika elimu hii, usiwe unanishangaa. Mwindaji anakaa chini, anachukua kisu chake, na ananoa mkuki wake. Kutafakari masomo. Angalia mzunguko mzima ulioisha. Ni wapi ulifanya haraka? Ni wapi ulijawa na hofu? Ni wapi ulijawa na hofu? Ni wapi ulifanya haraka? Andika makosa yako, si kwa kujilaumu, bali kwa ajili ya kuongeza busara. Kwa ajili ya kuongeza busara. Lakini katika kipindi hichi hapa unatakiwa kutafuta ramani ya zamani, achana na ile ramani uliyokuwa unaitumia. Tayari imeshakamilisha kazi yake. Na sasa unatakiwa kuwa empty, unatakiwa kuwa mtupu. Katika hali ya utupu, asili hupata nafasi ya kukuandikia siri kubwa kwa ajili ya safari yako ijayo. Unatakiwa kufanya hivyo. Lakini nini vya kuepuka? Nini, kitu gani cha kuepuka? Hatua hii ni hatua tete sana na ni hatua nyeti sana. Kuna mambo usiyopaswa kufanya. Katika kipindi hiki, epuka kuanzisha jambo jipya. Usizindue biashara, usianze mahusiano mapya. Usifanye maamuzi makubwa ya maisha. Subiri saa ya kwanza ya new moon ndio ufanye maamuzi, kwa sababu yatakuwa ni maarifa yenye baraka. Utakuwa na hekima zako zote, mababu zako watakuwa wamekuzunguka. Watakuwa wanasubiria unataka uwape oda gani ili waweze kuitimiliza. Watakuwa wamekaa wanasubiria utawapa oda gani. Lakini katika kipindi hiki pia epuka mikusanyiko ya kelele. Nishati yako ipo chini. Ukienda kwenye kelele utapoteza muhuri. Utapoteza muhuri wa ulinzi wa hekalu lako. Epuka sana makelele katika kipindi hiki. Kuwa na muda mwingi wa kujitenga na kupata utulivu. Utapata majibu ya maswali mengi. Utakuta mtu anajiuliza, mimi ndani kwangu wanaona mijusi, mimi nina matatizo, sijui nini na nini na nini. Lakini suluhisho ya matatizo yako litakuja kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo unatakiwa kujifunza jinsi ya kukamata mawazo yanayokuja, jinsi ya kukamata ndoto zinazokuja, kwa sababu hayo ndio maelekezo ya nini ufanye kuhusiana na changamoto zako. Hakuna maelekezo ambayo yatakusaidia kwenye maisha yako. Hata yawe ni maelekezo yangu. Ndio maana maelekezo yangu mimi yamejikita kwenye kukufungua wewe mwenyewe ili uweze kujitafsiria maisha yako. Siwezi kukupa maelezo juu ya shida zako ambazo mimi mwenyewe sizifahamu. Mwenye kufahamu shida zako kwa undani ni wewe mwenyewe. Wewe ndio unafahamu shida zako kwa undani. Hata unaweza kukaa na mtu masaa mawili ukamweleza shida zako na usimalize kuziongea shida zako. Kwa tafsiri yake ni nini? Wewe ndio mwenye kufahamu maisha yako. Na asili imekupendelea, yenyewe ndio ina maelekezo juu ya maisha yako. Chochote kinachokuwa kinaendelea kwenye maisha yako, asili yako itakuelekeza. Changamoto kubwa ya watu ni pale ambapo hawezi kujisikiliza. Wanaamini kwamba unatakiwa kwenda kumsikiliza msomi, unatakiwa kwenda kumsikiliza shehe, unatakiwa kwenda kumsikiliza mchungaji, pasta au mtu siji maarufu. Ndivyo wanavyoamini. Wanajisaliti wao wenyewe. Wana mababu zao ambao wako tayari kuwasikiliza, lakini hawatumii. Mababu zao wamekaa hawana kazi. Wenyewe wako busy tu na kuhangaika na vitu vya ulimwengu, vitu vya nje. Acha kabisa hii mambo. Epuka mikusanyiko. Kaa mwenyewe. Sio vibaya kukaa mwenyewe. Sio ujinga kukaa mwenyewe.
Ukikaa mwenyewe unaenda unatulia, unaikaribisha asili iweze kukuambia majambo mengi. Kwa kukaa kwenye makelele unakuwa unapoteza muhuri wa ulinzi wa hekalu lako. Katika kipindi hichi usijilaumu. Hata kama hukufikia malengo yako kwa 100%, epuka kujilaumu. Usijihukumu kabisa. Nilipokuwa nakufundisha kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, kitabu ambacho ni kitabu cha msingi kabisa wa kuweza kuelewa hata hii elimu ninayofundisha. Naweza kusema mimi nakusikiliza mafundisho yako lakini sikuelewi kabisa. Hutanielewa, huwezi kunielewa kwa sababu huu ndio uhalisia. Usipokuwa na msingi wa kuelewa elimu hii, huwezi kaelewa. Ndio maana kuna mtu anakuta nimeongea mada fulani kwa ufupi, anakuambia mwalimu nielekeze hichi kitu. Kitu pekee ambacho huwa namwambia ni kwamba, una uwezo wa kuelewa? Maana issue sio mimi kukueleza. Naweza kukueleza lakini kajikuta nimepoteza muda kwa sababu namueleza mtu mwenye hana uwezo wa kuelewa kile ninachokielekeza. Kwa hiyo tulijifunza kwamba kujilaumu na kujihukumu ni low frequency, ni mtetemo wa chini. Ni adui katika ujenzi wa kiroho. Naposema mtetemo wa kiroho, wale wenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho wanaelewa. Unaweza kujiuliza kitabu nakipataje? Kitabu unakipata kwa kuwasiliana na mimi. Jina la sehemu hii unaposikiliza hii inaitwa Ndakisha Kafumo. Ingia kwenye Facebook, kuna namba yangu, kwenye profile yangu, kwenye YouTube kuna namba yangu, lakini vile vile namba ya kupata vitabu ni 0682329852. Unaweza kupata vitabu safi kabisa. Kitabu cha Mitetemo ya Kiroho kinauzwa shilingi 25,000. Ni gharama ndogo kabisa. Haya mambo ya kiroho ukitaka uone thamani yake, jiulize madini au pete zile za kuvaa mkononi, zile pete za original zinauzwa bei gani? Sasa kitabu changu ni thamani sawa na hizo pete. Kile ambacho pete zako zinakufanyia ndivyo ambacho kitabu changu kinakufanyia. Lakini kila kitu kina nafasi yake katika kukufanyia huku. Pete na kazi yake. Pete ukichukua ile pete ukasoma na elimu hizi, basi unaelewa kwa muda mfupi zaidi na unaelewa automatic. Tunasema unapata intuition, unapata sauti ya ndani inakuwa kubwa na inakuwa yenye muongozo wa kueleweka. Unapata uwezo mzuri wa kujieleza, unatoa aibu, aibu inatoka inapotea yenyewe. Aibu haiwezi kukaa wala haiwezi kumatch, haiwezi kupanga ngumi na mambo mema. Aibu ni nishati ya chini sana. Kwa unapokuwa kwenye nishati ya juu, aibu haiwezi kuwepo, haipo kabisa. Kinachokuwepo ni kujiamini na uhakika wa mambo. Kwa usijilaumu katu. Katika kipindi hiki hata kama huwa unajisahau kujilaumu, katika kipindi hiki epukana na hisia mbaya, epukana nazo kabisa. Epukana na hisia mbaya, epukana nazo kabisa kwa sababu utashindwa kuunda siku ya new moon. Kipindi hiki ni kipindi ambacho ni kipindi cha neema. Unapewa nafasi nyingine ya kuanza upya. Naweza nikahitimisha kwa kuambia habari ya mzunguko wa milele. Katika kipindi hiki sasa nuru imeenda imetoweka. Tunarudi kwenye giza tukufu. Umeitakasa nafsi, umesafisha hekalu lako na umefanya toba ya kiroho. Sasa wewe ni chombo kisafi kinasubiri kujazwa. Ushindi mkubwa sio kufika kilele, bali ni kuwa na hekima ya kurudi chini, kuanza upya. Huo ndio mshindi mkubwa. Kuanza upya kwa nguvu kubwa zaidi. Mwezi mchakavu umekupokelea mizigo yako. Sasa lala kwa amani, maana giza unaloliona mbele yako sio kifo, bali ni mimba ya ufalme mpya unaokuja kesho alfajiri. Sasa umekamilika. Mzunguko umezima ili uweze kuwaka tena kwa utukufu mkuu. Hekalu lako sasa ni safi na ulimwengu unakuandalia siri mpya. Nimehitimisha somo hilo kwa kusema hivyo. Lakini nitapata wasaa mzuri wa kuja kukufanyia summary ya somo hili. Tumekamilisha vipindi 8 vya mwezi. Tumejifunza mambo mengi na nimekuwa na wakati mzuri kukufundisha mambo haya kwa sababu mimi furaha yangu ni kuona wewe unaelewa kile ninachokufundisha. Maana yake sitapeli. Elimu kama hii ninao kutolea bure. Elimu hii unayoipata bure huwezi kuisamini kwa sababu inatoka bure. Hutaisamini, lakini mwenye akili timamu atasikia shukrani kukutana na sauti hii adhimu inayokufundisha.
inayokufundisha mambo mazuri kama haya, mwenye kufahamu thamani ya elimu hii atakaa aanze kuishukuru asili kwamba na washukuru nyinyi mababu zangu, mmenipeleka kwenye kile ambacho nilikuwa nataka. Sijui haya mambo ningeyajuaje, lakini leo nimekutana na sauti kama hii na nimejikuta nimeipa muda kuisikiliza, kwa sababu sio kila mtu atakayekutana na sauti hii ataweza kufika kwenye dakika hii ya 35. Mwingine ataisha kwenye dakika ya pili. Lakini mtu mwenye ufahamu atashukuru mababu zake na asili kukutana na nishati hii. Unaweza ukafikiria kwamba wakati naongea maneno haya mimi nanufaika nini? Nafanya majukumu